sasa katika Bukhari na Muslim hadithi ibn Umar radhiyallahu anhu nanuku أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrisha zakat al-fitr kabla ya watu hawajatoka kunafanya nini? Kusali. Kwa hivyo mwisho wa wakati wake ni pale watu wanafanya nini? Wanaposali. Kwa hivyo mwisho wa wakati wake ni pale watu wanafanya nini? Wanaposali. Kwa hivyo mwisho wa wakati wake ni pale watu wanafanya nini? Wanaposali. Watu wanaposali salatul Eid, Eid al-Fitr, خلاص ule wakati wa kutoa zakat al-fitr ikiwa ulikusudia kutotoa zakat al-fitr, basi hapo uko katika matatizo. Ile zaka yako itakuwa ni sadaqa badala ya kuwa ni zaka. Ile zaka yako itakuwa ni sadaqa badala ya kuwa ni zaka. Lazima kutoa zaka baada ya sala. Wakati salatul Eid al-Fitr kishamaliza ndio akaenda kutoa zakat. Je, zaka yake ni kubalika ama kubalika? Na haya makatazo yaliyokuja katika hii hadithi amara an tuajjal qabla as-salat. Je, ni amri ya lazima, ni wajib ama si wajib? Ni amri ya wajibu au si amri ya wajibu? Katika masala ya kutoa zaka baada ya sala kuna Islamu hili, Islamu wa kwanza ni Islamu wa jumhuri. Islamu wa kwanza ni Islamu wa jumhuri na imamu wa nne. Sasa vizuri toa zakat kubwa baada ya sala. Yeye inakubalika zaka yako, ile zaka yako itakuwa ni sadaqa badala ya kuwa ni zaka. na imamu wa nne في شخص المؤلف رحمه وحنيفة مالك شافعي قسيمة يتوى زكاة الفطر بعد الصلاة الزكاة ولي ويفعل هي أن يجعل أفضل أن يجعل أفضل يجعل هو يشعرني ترك الأفضل والسنة ذلك المفتي نعم عند جمهور العلماء قولها ما يفهمون. لا في قول قال به جماعة من السلف ابن سيرين وإبراهيم النخعي أولاد من السلف ولا سيف أن يجوز هو زكاة الفطر بعد يا صلاة لحد ما كتبوا للدنيا مسجد التحريم لقضاء بيان السنة الأفضل في زكاته تصح. كاسمع الكتابة فإن أخطرها عن الصلاة لو هو ما يكرش زكاة الفطر فبعد ما يمارس الصلاة ترك الأفضل atakuwa ameacha ile ambayo ni bora, kumaanisha yafaa itajuzu ile siku lakini atakuwa ameacha bora. مسألة منتمرزية له في وقت وجوبها وإخراجها، wakati ambao yawajibika kutoa zakatul fitri ni wakati gani, au wakati gani yajuzu kutoa zakatul fitri? تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد. wajibu wa zakatul fitri waanza kuanzia kutua kwa jua katika usiku wa kuamkia Eid, لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. so ndio wakati ambao mtu ufungua na kumalizia somo ya Ramadhan. ولإخراجها وقتان, na katika kutoa zakatul fitri kuna nyakati mbili, wakati fadilatin wa ada wa wakati jawaz. Kuna wakati ambao ni wa fadhila, ni bora zaidi, na kuna wakati ambao yajuzu kuitoa zakatul fitri. Fa amma waqtul fadila, tukizungumzia ule wakati ambao ni mbora ulio na fadhila zaidi, fa huwa min tulu'i fajri yawm al-Eid ila qubayl ada'i salat al-Eid, ni kuanzia kupambauka alfajiri ya siku ya Eid
mpaka kabla ya kuswali salati al-Eid. Ikiwa mtu ana wakati aweza kutoa zakatul fitri yake wakati ule baina ya salati al-fajr kabla ya kuswali Eid akatoa pale, basi ule ndio wakati mbora, ndio wakati ulio bora zaidi. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. كمتوم صلى الله عليه وسلم أمريش زكاة الفطر itolewe kabla ya watu kutoka kwenda kuswali. Huu ndio wakati uliombora kabisa. Ikiwa ni dhiki kwako, basi chukua wakati jawaz. Wakati aljawaz, أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد كسكو موجة أو مبيلي تياري مروسيوة كتوى زكاة الفطر لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك. ابن عمر na wengineo katika masahaba walikuwa wakifanya hivi. Kwa hiyo siku moja au mbili kabla ya Eid waweza kutoa, na bora zaidi tarehe 29, sababu yaweza kwenda 29 30, itakuwa siku moja au mbili ukatoa. Ingawa yawezekana pia tarehe 28, sababu 28 29 yawezekana kuwa Eid isikamilike 30. Kwa hivyo atatoa katika wakati huu ambao ni wakati yajuzu mtu kutoa zakat al-fitri. Kwa yule ambaye aone itakuwa uzito, labda atashughulishwa siku ya Eid ila alfajiri, basi aweza kutoa wakati huu. Usiku wa Eid kabla alfajiri mfano aweza kutoa ili asijitie katika dhiki. Wala yajuzu ta'khiruha an salati al-Eid, ama kuchelewesha mpaka ukaswali Eid haifai. Na wako sababu siku hizi mashaallah tuko na ikhwa huenda wakasoma wakarudi, kuna ikhtilafu hizi ziko nyingi za watoto wasoma jamiati hizi mashaallah, wasoma fiqh al-muqarana, wakija kuna ikhtilafu atakaonekana ajua wako wengi sana. Bas kila ikhtilaf tu watu waambiwa tu ikhtilaf ili iweje, ili watu watoe zakatul fitri baada ya Eid. Sasa wewe wakusudia kwa mimi naiacha mpaka baada ya ili nionyeshe kuna ikhtilafu bwana. Hakana wewe ikhtilafu yako, wewe nenda katoe baada ya Eid. Sisi tukwambia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, mwenye kuitoa zakatul fitri yake kabla ya swala basi ni zaka inayokubaliwa. Wa man addaha ba'da as-salat fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Msikia vizuri, ukiitoa baada ya swala ya Eid basi hiyo sadaka, si zaka tena. Si ukosi ajira, utapata thawabu, lakini thawabu ya nini? Ya sadaka, si thawabu ya nini? Ya zaka. Kwa umekosa zakatul fitri, wewe toa sadaka, hakana ushindani wako. Sababu kuna siku mmezungumza ya maneno hivi hapa, ndio maana sasa inazungumza kijeuri kidogo, sababu kuna watu mlizungumza hivi, mara naona kwa mtu kuyakosoa maneno ya salafi jadida. Maneno salafi jadida, maneno ya Mtume sallam ya aghbiya, maneno ya Mtume sallam. Kuna ikhtilaf, hizbiyun wa Mombasa wa hizbiyun, kila kitu kwa kuna ikhtilafu, pia riba zina ikhtilafu nini, kila kitu ikhtilafu. Wewe kula tu, kuna ikhtilafu. Mara nyingi utaona kuna namna hii, ukiwaelekeza katika ule usawa na kuna ikhtilafu. Usitoe zakatul fitri baada ya swala bwana, toa kabla. Sasa ikitokea dharura umesahau ni sasa uliza, bwana nilikuwa nimemwekea bwana mmoja ile zaka, kumbe hakuja kuchukua nyumbani, sasa itakuwaje? Uliza hivyo, lakini si wakusudia kuwa mimi nitawaonyesha wale masalafi. Waonyeshe masalafi, wajidanganya mwenyewe ili mradi upinge. Kuna watu wengine wana chuki za kike muzita hivyo, wana chuki za kike, hasa hizbiyun. Yani mpaka katika masala ya dini wafanya inad kwa sababu tu yule alisema ni fulani. Usifanye hivyo, hizi chuki waache wakewenza nani wale wanazo hizo. Kwa mwanamume mzima bwana,
keti mambo ya dini wafanya kama mke mwenza bwana. Usifanye hivyo. Nasema haya kusudi sababu watu wafanya kusudi, wallahi kuna watu wafanya kusudi. Kuna mtu mmoja alitoa khutba ya Eid. Kwenye khutba ya Eid akazungumza ya masala. Kwa kuna ikhtilafu hata baada ya Eid waweza kutoa tu. Hebu fikiria ule umma uliohudhuria pale wangapi walitatizika siku ile. Nikuja nikazungumza hapa nakumbuka vizuri sana. Watu walitatizika sana. Wenyewe hatujawahi kusikia hii. Ni kweli yawezekana iko mwanachuoni fulani ansema hivyo, lakini ndio kila anachokisema yeye kitakuwa tachatumiwa kupinga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, ameteleza pale, wachana nayo. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunub. Hizi aya nyingi katika Qur'an waziona. Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, man yuti'u ar-rasul faqad ata'a Allah. Bas. Kwa hivyo ukitoa baada ya sala ya Eid, wewe umetoa sadaka, hujatoa zaka. Ila kama tulivyoeleza hapa, unaweza kuuliza, mimi kuna bwana mmoja kazi yake mimi kila Eid namwekea yeye pale nyumbani. Namwekea, yuwapitia, yuachukua. Nikaghafilika nimeweka pale, kumbe hakuja, labda alikuwa mgonjwa. Tutasema kuwa sasa kumetokea nini? Dharura yaeleweka. Waweza kutoa hata baada ya swala. Sababu huku kusudia. Lakini usifanye kusudi. Ukasema kuwa mimi nitafanya kwa sababu kuna ikhtilafu. Wapungukiwa nini ukifuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wallahu almusta'an. Haya mmeeleza na alhamdulillah bado wakati uko, yani bimaana kikao cha kesho insha Allah taala nataka kuna jambo nilizungumze hapa, ahlu zaka. Narudi tena kwenye zaka. Wale wanaopewa zaka waliotajwa katika sura at-Tauba, innamas sadaqatu lilfuqara walmasakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. hawa nkina nani? Hautakuja kueleza insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Je, hawa wanaokusudiwa al-asnaf ath-thamania, wale aina 8 ya watu ambao watakikana wapewe katika zaka, ni watu wa aina gani? Sheria ikisema fakir maana yake nini? Ikisema maskini maana yake nini? Ikisema wala amilina alaiha maana yake nani? Maana pia ilatumiwa vibaya. Mtu aweza kupewa zaka, shika bwana wafikishie wenyewe amana hii, wala amilina alaiha kazipiga yeye, na wewe umpeo kawaganyize watu. Kama umpeo wewe umpewa wewe, tutaeleza hao wala amilina alaiha ndo hawa, simfahamu maana wako pia wala amilina alaiha, na yafasiri hivyo hii aya wala amilina alaiha, yani yeye ma amila wala shay, istalama wa akala. wewe sema, usiseme wala amil, sema ahlan wa sahlan hivyo, lakini usiseme wala amilina alaiha, sababu huko insha Allah taala tutakuja kueleza katika kikao kitakachokuja biidhnillah. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.